alafu yeye ndio anakuja kutubu. Haikuwa kama ambavyo wengi tunavyofanya, tunapoondoka, tunapoenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuache bidhaa kabisa. Tuwe serious tunapoenda kushuhudia. Okay, sasa jambo lingine la msingi sana kuzingatia katika ushuhudiaji wa nyumba kwa nyumba. Hapa sasa watu wengi kidogo mtanuna, lakini ndio hivyo, tuvumiliane tu. Kutojihusisha na mambo yasiyokuhusu. Kutojihusisha na mambo yasiyokuhusu. Sasa hapa nitakufundisha katika hii elimu ya msingi. Lakini kwenye elimu ya sekondari tukifika huko nitakufundisha kujihusisha na mambo yasiyokuhusu. Huko sasa ndio hutakiwi kuingia na Biblia na nini. Kwa hiyo inabidi ufanye kwa kufanya mambo yasiyokuhusu. Lakini kwa elimu ya msingi ambayo tunafanya hapa mtaani, hii inakuelekeza usijihusishe na mambo yasiyokuhusu. Ni pamoja na kuomba maji ya kunywa. Chungaji, tupe na kiu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unapoenda kushuhudia, achana habari ya kuomba maji ya kunywa. Sawa? Hayo maji ya kunywa yanaweza yakawa kitanzi kwenye kazi ulienda kuifanya. Umeelewa? Jiepushe na kula chakula aidha ukiwa unatembea au ukiwa huko kwenye ushuhudiaji. Sawa? Wewe nielewe tu. Jiepushe na nini? Na kula wakati aidha ukiwa njiani au whatever. Hicho ambacho umekishika unakula, unaweza ukafikiri unakula mandazi, lakini kumbe sio mandazi ambayo unadhania wewe. Kwa nini? Upo kwenye mission. Yaani hapo unapotoka, unapoendelea mguu kuingia mtaani, tayari unaingia kwenye process. Katika ulimwengu wa roho rada zinasoma. Amina. Umeelewa? Ulimwengu wa roho wa giza rada zinasoma. Huyo anaenda sehemu huyo. Unanielewa? Sasa kama hujanielewa leo, unaweza kunielewa siku nyingine. Lakini kama hauna ulazima wa kula huko na kwenda, kula nyumbani, au kama ni kambini kule nyumbani kama unataka ya kula hivyo. Lakini uepuke kula na kunywa hapo katikati ukiwa unaendelea kuifanya kazi. Naweza likatokea jambo lingine ambalo sio sahihi. Na epuka maji kama na maji yako wewe mwenyewe, labda kama una changamoto, una ulazima ya kiafya na nini, sawa. Lakini kama ni maji uwe umebeba wewe mwenyewe ya kwako, au mwenzako ambao utokana. Kama kuna haja ya kufanya hivyo, lakini Bwana Yesu asifiwe. Epuka kuomba maua. Sawa? Wamama mpo. Epuka kuomba maua. Nenda siku ya kuomba maua. Na usitumie siku ya Injili kwenda kuomba maua. Sisi tunatembea na wewe kwenda kupeleka Injili. Wewe mwenzetu, Biblia iko hapa, maua yako hapa. Wewe tunakusanya maua, tunapeleka Injili. Okay, maua umeyapenda. Umeshapaona? Lakini makosa ambayo tunayafanya mara kadhaa kibinadamu, aidha kwa kutokujua au kwa kuchukulia kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kama unaweza ukaongea lakini ile tu kama unaweza ukaongea lakini ile kwa una mambo mazuri. Nitakuja siku nyingine.
Sio kama unaanza kujadili kwa habari hapo. Uliondoa wapi? Mimi nimerudi. Sasa hebu nivunjie hapo na hapo na hapo na hapo. Kama ni stories zinginezo zipite tu, lakini zisibebe uzito katika mazungumzo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hilo ni jambo la kuzingatia na kuliangalia pia. Sasa mambo mengine ni ya kawaida tu. Mambo mengine ni ya kawaida, mambo mengine ni ya kawaida, mambo mengine ni ya kawaida. Sasa unafika pale mara unaanza hebu simu yako ina salio, hebu naomba nipigie ndugu yangu, nimeona amenipigia muda mrefu hapa. Hivi kuna umeme hapo, hebu nibustie kidogo simu yangu. Lakini ni vitu ambavyo mara kadhaa tumekuwa tukivifanya. Bwana Yesu asifiwe. Nangie mliomba mua. Kama tulifanya wakati ule tulifanya, lakini sasa tutakuja kufanya wakati mwingine. Najua tutakuwa tumeshapata uelewa fulani, na makosa madogo madogo kama hayo hatutarudia tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sawa. Sasa mambo mengine ambayo ni ya kawaida tu, kumbuka kuandika details za huyo mtu, kwa maana ya namba ya simu, jina lake na mtaa alipo, kama ambavyo tulielekeza Jumapili iliyopita. Mambo mengine ya kuzingatia ni usinene vibaya kwa habari ya dini yake, dhehebu lake, mchungaji wake au kitu chochote ambacho kinamhusu yeye. Sawa? Sasa tutaelekezana huko. Kuna wengine wanafika wewe unasali wapi? Mimi nasali pale Roma. Roma. Hadi nyinyi Roma nyinyi menda motoni kabisa. Hadi ndio kundi. Wewe usinene vibaya kwa habari ya dini yake, wala imani yake, wala kiongozi wake, na wala usiseme vibaya dini nyingine au dhehebu nyingine. Mathalan, tulienda ile Jumapili, kuna mzee mmoja pale tukazungumza naye, lakini moja ya kitu ambacho kilikuwa kimemkwaza, kuna namna yeye kwa tafsiri yake, sijajua kama ni hivyo au namna nyingine, alitendewa isivyo mahali huko. Sawa? Sasa katika mazingira hayo unaweza kumwambia mtu habari usizokupeleka, lakini yeye anakuletea habari za watu wengine wa kama hizo habari. Sasa na wewe usiingie kwenye mtego wa kuanza kujadili hizo habari. Hujui zilianzia wapi, ilikuwaje, na hapo unasikiliza upande mmoja, hujui kwa upande wa pili ndivyo hivyo kweli. Usiingie kwenye majadiliano na kuanza kupiga story na kuchokonoa mambo ambayo hata hujui ilianzia wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jikite wewe kupeleka kuwasilisha kilichokupeleka, na sio majadiliano ya habari au tukio ambalo liliwahi kupita na mambo mengine kama hayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine la msingi ni kuepuka mabishano. Kuna watu yaani yeye amekaa tu attention. Anakusikiliza unaleta habari gani? Atakaposema tu tayari ameshaamka na nia, naye anaanza kuchallenge. Anakuchallenge. Sasa na wewe, kuna watu watakaji kushindwa hizo. Hata kama ana point za kusema, lakini sasa utachiona. Yote katika rudia nguvu hata kubishana. Kwa hiyo mpendwa, unapoenda kushuhudia, epuka mabishano ya kidini. Epuka mabishano ya kidini. Lakini kama kuna mtu mwenye nia ya kuweza kuelewa, ataelewa.
lakini usimlazimishe kuelewa kile ambacho wewe umekielewa. Wewe fikisha, wasilisha neno lako, na Roho Mtakatifu ataenda kusema naye taratibu, hatimaye atachukua hatua kama ni kuchukua hatua. Tulikuwa mkoa mmoja, tunakutana na kijana mmoja neno analijua na amelishika kichwani. Yaani wewe unapomwambia mstari fulani, yeye anakusomea huo mstari kwa mtu. Ushakutana nayo? Unampeleka huku, yeye anakuletea hoja.